kuwa pamoja na tukaongee neno la Bwana. Nimesema karibuni sana hata wale wako online kwa YouTube, kwa Facebook, tukaweze kuwasiliana pamoja na tukaweze kusikiza Bwana anasema namna gani na anahitaji aje kutoka kwetu. Na nimesema neno letu la siku ya leo itatoka katika kitabu ambacho tulisoma asubuhi ya leo, ambayo ni kitabu ya Mambo wa Nyakati wa Pili, kifungu ya 20 na mstari wa kwanza hadi mpaka mstari wa 10, na nitaenda kusoma mstari wa tatu wa kwanza mpaka wa 3. Pale ndipo patatoka neno letu la siku ya leo, na nitasoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Inasema hivi: Mambo wa Nyakati wa Pili, kifungu ya 20 na mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. Inasema, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameoni wakanja juu ya Yehoshafati vitani. Wakanja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Yosimari ndio Ejeneni. Yehoshafati akaongopa, akaelekeza uso wake, akamtafuta Bwana, akatangaza mbio ya watu kufunga katika Yuda yote. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante kwa sababu ya masaa mazuri ambayo umetupa kuwa pamoja nawe, na ni masaa mazuri ambayo tunaenda kusikia kutoka kwako Bwana. Mimi mtumishi wako niko mbele yako na mbele ya kanisa, nitumie kama chombo chako kiteule, nikaongee jinsi Baba umepanga siku ya leo. Asante Jehova kwa sababu utaenda kunipa neno ni kwa ajili ya watu wako, na ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu yeye huwa anaongea kwa njia yake ya kipekee. Kama vile tumesema, nimewakaribisha katika neno la Bwana na tutaweza kujadiliana pamoja, tusikize sauti wa Bwana anasema namna gani. Siku ya leo ninataka tukaongee juu ya topic ya leo ni juu ya kwamba ni majukumu mangani ama ni mamlaka gani ni mamlaka gani ambayo ni ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi iko na mamlaka gani katika sisi wa Kristo? Bwana Yesu asifiwe. Maombi mamlaka yake ni gani? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa kujiuliza maombi iko na mamlaka gani ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa kifungu hiki kinaongea juu ya mfalme ambaye alikuwa anaitwa Yehoshafati. Na Yehoshafati alikuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitazama kifungu hiki ya 20 mstari wa kwanza unasema, ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja na baadhi ya Wameoni wakanja juu ya Yehoshafati vitani. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 3 unasema, na Yehoshafati akaongopa, akaelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbio ya watu kufunga katika Yuda yote. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati alikuwa mfalme wa Yuda, na katikati ya kuwa mfalme Yehoshafati alikuwa anamcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa kuelewa Yehoshafati alikuwa mcha Mungu, alikuwa anamtumikia Mungu, hata ingawa alikuwa amepewa ufalme wa kuongoza nchi ya Yuda. Alikuwa mfalme ambaye alikuwa anamcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ule ulitangazwa ama walipokuwa amefahamiwa na watu ili wapigane na nchi yake na maisha yake, na wanajua wakati wowote vita inapokuja, kama hapa Kenya, mtu wa kwanza na kuwa vitani ni nani? Ni rais wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali na jambo ambayo inanifurahisha ni kwamba Yehoshafati wakati alipoambiwa juu ya wale watu ama wale na maadui walikuwa wamekuja kupigana na yeye, maandiko inasema akaongopa na uso wake akaelekeza wapi? Juu mbinguni ili kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Hakuanza kufikiria ako na jeshi ngani, hakuanza kufikiria watu wa
wakuu wake wa vita ako wapi? Maandiko inasema aliongopa na akatazama, akaelekeza uso wake mbinguni, ili maandiko inasema na akamuomba Mungu. Ama tusome, acha tusome huo mstari wa 3, sikia anasema namna gani. Yehoshafati akaongopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbio ya watu kufunga katika Yuda yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maombi iko na mamlaka wakati unapoitumia kwa njia inayofaa. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka ambayo iko katika maombi ni kwamba uelewe wakati vita inapokuja ya kiroho unafaa kureact namna gani. Tazama, Yehoshafati hakutazama wakuu wake wa majeshi wako wapi. Alitazama juu mbinguni wakati alipoambiwa jeshi ama alipoambiwa hawa maadui wake wamemzingira. Bwana Yesu asifiwe. Alielekeza uso wake juu mbinguni akapate mahali nguvu mbali zinatoka, na nguvu zake zilikuwa zinatoka juu mbinguni. Akajua ya kwamba maombi iko na mamlaka, maombi iko na nguvu, maombi iko na uwezo wa kupigana vita ambazo ni za kiroho. Maombi iko na uwezo ya kumaliza mambo ambayo imekuinukia, aidha ni ya magonjwa, aidha ni ya vita, aidha ni vita za kiroho, aidha ni vita za kimwili. Kwa sababu hii ya Yehoshafati ilikuwa vita vya kimwili na ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Watu ama maadui zake wa Amoni na wale wengine walikuwa wamemzunguka nchi 3 ili wapigane na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Pale ilikuwa vita ambayo ni vita ya nini? Ya nyama. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema na alipoambiwa wanakuja Waamoni na wale wengine ili kupigana, na akaambiwa ndio wale sasa. So swali ni kwamba wakati unapopatwa habari ama wakati unapoona maadui wako ama vita inakuja kwako, unafanya namna gani? Ni action gani huwa unatenda? Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo unachukua mamlaka gani? Unachukua mamlaka ya kuita majeshi mpigane. Unachukua mamlaka ya kuita ambao ni watu wako wakusaidie vita. Na hiyo vita ndio, hata ikiwa utawaita msaidiane katika hali ya kivita, mtasaidiana namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Mtasaidiana kwa kutafuta ile silaha ambayo walikali, ama mnaelekeza uso wenu wapi? Kiongozi ambaye alikuwa Yehoshafati, maandiko inasema alielekeza uso wake mbinguni. Kitu ya kwanza aliongopa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ni vita inakuja, lakini akatazama na akaona vita hii yake, akaona si ya mwili wala nyama, bali ilikuwa vita ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanatuambia kwamba vita vyetu si vya mwili wala vita vyetu si za mwili na damu, bali ni za roho. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo maandiko ikakuja kwake na akachukua mamlaka, ile authority, akaenda kuitisha hayo mamlaka kutoka kwa yeye anayopeana. Bwana Yesu asifiwe. Kama mfalme angeangalia majeshi wake, kama mfalme angeangalia watu ambao ni mashuhuri ambao wanapigana vita, lakini alielekeza uso wake akatafuta na akaona mamlaka, ama akampa mamlaka mali inatoka, na ilikuwa mamlaka ambayo ni ya kusaidiwa na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile authority ambayo tuko nayo kama Wakristo ni kwamba tunafaa kujua authority ambayo tuko nayo ama mamlaka ambayo tuko nayo iko na uwezo kuliko authority ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Iko na nguvu kuliko nguvu ambazo ni za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But ile term nzuri ni mamlaka ambayo ni authority. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama vile nchi yetu ya Kenya, mtu ambaye tunafaa kupata authority kwake ni nani? Ni rais. Bwana Yesu asifiwe. Naye mfalme Yehoshafati alitazama authority yake kutoka mbinguni,
Hakuangalia kimo chake, hakuangalia nguvu alionazo, hakuangalia askari alionao na jeshi, aliangalia juu mbinguni. Na maandiko inasema, na jambo la pili akafanya nini? Akatangaza kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Akatangaza kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja kanisa. Amen. Akafanya nini? Akatangaza maombi ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua hii vita si ya mwili na hata haiweza. Akajua hii vita ni ya mwili na hata haiweza. Bwana Yesu asifiwe. Bali ikawa ako na uwezo kama mfalme, alitazama ile haya authority. Bwana Yesu asifiwe. Na nchi tungekuwa na tunatazama mbinguni na kuitisha hiyo mamlaka mbinguni, hatungekuwa tunaradisika jinsi tulivyo. Bali tukipatikana na mambo tunaanza kulaumu rais, tukipatikana na shida tunaanza kulaumu viongozi wetu. Ndio tunafaa kuwalaumu, lakini kuna hatufai kufikia. Tunafaa kumwita Bwana na tuwaombee hekima, kwa sababu anaweza kuwa hana hiyo hekima. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza kuwa wako na uwezo mwingi ama wanaweza kuwa na mamlaka mengi, lakini hawana ile revelation ambayo ni ya Roho wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu ambaye anatembea katika mwanga wa Roho huwa anaelewa ni wapi anafaa kuitisha ile nguvu zingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mtoto anajua mwenye mamlaka katika familia yao ni nani? Ni wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Hata ingawa kuna uwezo namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Yoshafati alikuwa na uwezo na alikuwa na nguvu, lakini alikuwa mtu ambaye ameokoka. Angekuwa mtu wa dunia, angeanza kuita majeshi waungane pamoja wapigane vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na swali ni, wewe wakati unapopata mambo kama haya unafanya namna gani? Hata ikiwa ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Familia ukiona haiendi vile unataka, unafanya namna gani? Wakati unapokosa kazi, unafanya namna gani? Kwa sababu kila mtu huwa anapitia changamoto zake. Bwana Yesu asifiwe, kulingana na ile capability ya nini? Ya wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaitisha wapi? Mke wakati unaona mambo haiendi vile unataka, unaita nani? Unachukua mamlaka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mzee unachukua mamlaka wapi? Kwa sababu kitu ya kwanza Yoshafati angeitisha askari wale wakubwa na jeshi, kwa sababu alikuwa nasi alikuwa mkuu wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aliwaonesha jambo la kwanza, tunabaki kumuita nani? Mungu. Kwa sababu yeye ndiye anapigana hizi vita na ndiye ako na uwezo wa kuzishinda nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akafanya hivyo. Na maandiko ikasema, na ile ingine, jambo lile lingine alifanya pale, akasema uso wake ili wamtafute nani? Mungu. Na sema maandiko na jambo la tatu akasema, na akatangaza mbio ya watu kufunga katika Yuda yote. Aidha wewe ni askari, aidha wewe ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Na wakafunga pamoja kulingana na sauti ya nani? Ya rais wao. Na ilikuwa walikuwa waitishe mamlaka kutoka wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na akaitisha mamlaka kutoka wapi? Mbinguni. Na walishinda ama hawakushinda? Walishinda. Na jambo la 4 tunapaa kusoma pale katika kuitisha kujua mamlaka ambayo tuko nayo ni gani. Jambo la 4 ile ingine ni kitu ambayo inaitwa umoja. Ukiwa hamna umoja kama kanisa, ikiwa hamna umoja kama familia, ikiwa hamna umoja kama wanakwaya, ikiwa hamna umoja kama wanarika, ikiwa hamna umoja kama inji,
hamwezi kushinda shetani na kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ama hamwezi kushinda katika ile jambo mko nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanashinda ni kwa sababu wako na umoja. Tazama mfalme walifanya pamoja na wakaomba pamoja kulingana na vile kiongozi wao alikuwa amewaamuria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna uwezo katika maombi, kuna mamlaka katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yule ambaye anamjua Bwana, kuna uwezo katika maombi, kuna mamlaka katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia yale mamlaka mtafikia kushinda. Na hizo mambo manne nimewaambia, tukiwa tuko naye ndani yetu hatutaifanya. Angeshinda vita, angeweza. Kitu ya kwanza aliwaita pamoja, wakafanya pamoja, na wakaomba pamoja, na wakaelewana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na wakashinda pamoja. Na jambo la tano tunafaa kuwa nayo katika maombi ama mamlaka katika maombi ni jambo la tano ambayo ni kusikiza. Kusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu hao watu wangekuwa hawakusikiza mfalme ama kiongozi wao, wangefikia kuweza kufanya nini? Kushinda. Tukaanza na kiongozi wao, akasikiza Mungu anasema namna gani, naye akawaambia vile Mungu anafanya nini. Hivyo ndivyo tunafaa kuwa kama kanisa. Tukuwe na masikilizano, tuwe na maelewano, tuwe tunatii sauti. Hiyo hapo ni ya kiongozi. Kanisani tutii kiongozi ambaye anatuongoza, ambaye ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda namna gani? Naye mchungaji asikie sauti ya Mungu inasema namna gani. Naye mchungaji aelewe ni wapi ambayo Mungu anataka turekebishe ili mwili tujenge pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Yehoshafati aliwaita pamoja, wakafanya pamoja, na wakasikiza sauti ya Bwana, na wao wakamsikiza, na baadaye wakafanya nini? Wakashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo vita mingi ama mambo mengi yanatulemea kwa sababu ya kukosa hayo mambo, na kujua majukumu ya maombi ni magani, na kujua mamlaka ya maombi ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaomba tu tukiwa na doubt. Tunaomba tu, lakini Mungu utatenda kweli. Anaomba kwa ajili ya familia yake, bado anaenda kuuliza nje. Bwana Yesu asifiwe. Nitafanya namna gani? Ndio unafaa, lakini si mambo yote ambayo unafaa kuulizia kila mtu, na si watu wote ambao wanafaa kuambia mambo ya juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Yehoshafati aliwaambia wale ambao walikuwa katika hali ya maombi, na wale ambao walikuwa wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wengine wakafuata nyayo za kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Mambo mengi yanatulemea kwa sababu ya kukosa kujua mamlaka ambayo tuko nayo katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio unaona magonjwa yanatulemea. Ndio unaona hali ya uchumi inaendelea na kutulemea kwa sababu tuko na doubt. Tunaangalia mvua kweli itanyesha. Yaani tuko na doubt, tuko na lakini hii mvua kweli hii mahali imefika itaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hii imemea. Nimetafuta kazi mwaka na mwingine na bado sijapata. Nimetafuta mwana mwaka na mwingine bado sijapata. Si niende tu kwa mganga, si niende tu nikatafute njia zingine. Na marafiki wako wanakuambia ndio twende, na wakati umetoka pale unakosa kuelewa mpango ya Mungu ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiomba Mungu wetu hataweza kusikiza. Nikuulize swali moja. Huyo mtoto wako akikataa kutii sauti yako, ataweza kufanikiwa maishani mwake? Bwana Yesu asifiwe. Ataweza? Ni ngumu. Ni lazima mtoto afuate na elewe mamlaka mzazi aliye nayo. Bwana Yesu asifiwe. Na baadaye utaona Mungu katika familia. Magonjwa yatapona. Tutakuwa tunawakemea katika jina la Yesu na inatoka. Tutakuwa tunakemea umasikini katika jina la Yesu na inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Tunakemea katika jina la Yesu inatoka.
tunaitisha kazi katika jina la Yesu, inapatikana. Tunaitisha watoto katika jina la Yesu na wanapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitisha kufanuka katika jina la Yesu na tunapata. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mahali pamoja ni kukosa kujua mamlaka ambayo iko katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja, ikiwa tuko pamoja nifanye hivi. Na ikiwa unashika kitu nielewe, fanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tunaelewa mamlaka ambayo tuko nayo katika maombi na nguvu zilio ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tukielewa hatutaweza kuwa na shida. Na ndio sababu ninaendelea na kuambia kwamba tusidi kujua majukumu iliyo ndani ya katika ya maombi. Na ndio sababu maombi ilimfanya Yehoshafati kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza alijielewa na akajitambua na akajua yule ambaye anayeabudu akona very powerful authority. Bwana Yesu asifiwe. Na akajua hata ikiwa akaelewa hata hao watu ikiwa wako namna gani, hata ikiwa wako wengi kuliko mchanga wa bahari, Mungu wangu aliye juu hataweza kunipigania. Bwana Yesu asifiwe. Na akawa na hiyo udhabiti na huo kuelewa, na akawa na ile hakika na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Na akaelewa ya kwamba maombi haya yataweza kushinda katika jina la Yesu Kristo. Na ndio sababu saa zingine watu nasema tukue na maombi ya kufunga siku 3, siku ngapi? 2. Siku 21, siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Na wale na ukitazama wale huwa wanatii hiyo sauti, mambo yao yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kunazo nguvu, kunazo mamlaka katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiitisha kwa njia ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali ambapo panafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alielewa kwamba mahali maombi inafaa kujibiwa ukweli ni mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na akaelewa maombi iko na mamlaka kubwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukielewa mambo kama hayo hatutaweza kuwa na shida. Na Yehoshafati alielewa kabisa na akawa na ile totally ile ukamilifu moyoni mwake kwamba Mungu wangu hata niyepicha sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unafanyanga hivyo? Kama unaona mambo nalalamika, nitaomba tu Mungu, mchungaji niombe. Hii kazi nimekosa, lakini nimekosa mke kwa muda mwingi tu mchungaji. Naomba lakini umeweka lakini. Uta-expect ujibiwe. Ni ngumu. Kwanza hujaelewa nguvu zilio ndani ya maombi. Hujaelewa mamlaka iliyo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unaombewa lakini hauna uhakika. Ndio unaona mtu ana test hapa kanisa hii, anaenda ingine, anaenda redeem, anaenda AC, anaenda PCA, anaenda kwa wachungaji tofauti, na zaidi anaenda kila mahali akitazama na akitafuta nini? Usaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu amekosa kujua mamlaka na authority ambayo iliyo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Angeelewa, angehangaika. Unakuja kwa sababu ukitazama pale, kitu ya kwanza utapata mahali ambao maombi inajibiwa kwa kweli ni mahali panaofaa. Bwana Yesu asifiwe. Tuondoe usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tukielewa hivyo hatutakuwa na shida. Kwa hivyo Yehoshafati alikuwa anajua kabisa hakuna mahali pengine, na akaproclaim. Bwana Yesu asifiwe. Na akaitisha katika jina la Yesu Kristo. Na alipokuwa akiomba, maandiko yanasema kitu ya kwanza alisema, akamwambia Mungu, ni wewe tu ulinipa nchi hii itawale. Unasikia maombi yake ya kwanza? Alisema Mungu, ni wewe tu uliyenipa nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unanielewa? Unanielewa? Wakati unapoitisha maombi ambao unapoomba, unaomba namna gani? Unajielewa? Bwana Yesu asifiwe. Uko katika Yesu unaitisha aje? Unakuja kwa maombi, unaamini kwamba Mungu ndiye alikupa uwe unaabudu mahali pale. Unaamini ya kwamba huyo mchungaji uliokabidhiwa na Mungu ako na uwezo wa kuitisha nguvu.
Bwana Yesu asifiwe. Unaomba namna gani? Na Yehoshafati aliomba ya kwamba akamwambia Mungu, ni wewe tu Baba uliyenipa nchi hii nitawale. Na maombi ya pili akasema, ni wewe tu ulinipa watu hawa, na ni wewe tu ulinipa hao watu hao kujenga hii madhabahu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu ulinipa hii madhabahu, na ni wewe tu ulinipa hao watu, kwa hivyo nipiganie. Na maombi ya tatu akasema, ni wewe tu ulisema maombi ya mwenye haki ama kilio cha mwenye haki ama maombi ya mwenye haki huisikia na ukumuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maombi yake ya tatu. Ni wewe tu Mungu unayesikia kilio cha mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Naona jibu kwa haki, naona muokoa kutoka kwa maadui wake. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yake ya nne akamwambiaje? Akamwambia, ni wewe tu Mungu ulituambia ya kwamba tuwaombee maadui wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndio naona kwanga na nini na uzito kwa watu wake. Akamwambia, Mungu ni wewe tu unatuambia tuombee maadui wetu. Bwana Yesu asifiwe. Na zaidi ni wewe tu umenipa hawa maadui wanakuja sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninajua ya kwamba utaniokoa na wao. Hebu sikia, anasema ni wewe tu Bwana umenipea hawa maadui sasa wanakuja. Wale Waamoni na wale wengine wapigane na yeye. Na akasema, mwe Mungu unajua, na ni wewe tu umewatuma wakuje, lakini ninajua utaweza kunishindania. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yake ya tano akasema hivi, ni wewe tu Bwana uko na uwezo wa kuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa maadui wetu, nao maadui wanakuja kwangu, na ni wewe uko na uwezo wa kuniokoa kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu uko na uwezo wa kuniokoa kutoka kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na akamaliza maombi yake. Na akamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema hivi, kwa hivyo macho yangu ninaelekeza kwako tu. Ninajua Mungu utaweza kunijibu. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia pale Mungu akamshindania. Kwa sababu wakati walipoenda sasa vitani, walipata vita, imeshafanya nini? Imeshapigana. Wao wameshasikia hiyo kwa mwingine. Wakaenda wakapata watu wao walinukania wao kwa wao, wakaanza kufanya nini? Kupigana. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wakauana. Kazi yao ilikuwa kwenda kuchukua vitu zile za dhamana walikuwa wamebeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inji hii tunaweza kushinda kupitia kujua na kuelewa ya kwamba maombi iko na nguvu ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukielewa ni maombi gani, tukielewa ni nani tunasikia kitu ya kwanza anasema, ni wewe tu Bwana uliyenipa inji hii. Ni wewe Bwana uliyenikabidhi hawa watu. Wewe uko katika kanisa unaelewa. Wewe uko katika huduma unaelewa ni nani aliyekuitia huo huduma. Unaelewa ni nani aliyekukabidhi hayo mamlaka ya huduma. Unaelewa ni kwa nini Mungu aliyekupa. Huwa unashukuru ama unalalamika. Huwa unaitana ama unalia. Huwa unaitisha usaidizi kwa kutoka kwingine ama unaitisha kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kwanza, Yehoshafati akitisha usaidizi kutoka kwa nchi zingine ama askari wake, lakini hakuweza pale kwa sababu alielewa ni nani aliyemuita. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo lile ndio anasema Mungu ni wewe tu ulinipa hii kanisa niwe nikuabudu pale, na ni wewe tu ulinikabidhia hii huduma. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaelewa kwa nini umeitwa? Umeelewa kwa nini umeitwa Mkristo? Unaelewa kwa nini umeitiwa huduma yako? Unaelewa ni kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Na unaelewa ule aliyekuita ako na uwezo mgani? Unaelewa aliyekuita ako na nguvu gani ndani yako, maishani mwako? Bwana Yesu asifiwe.
Ukielewa hivyo hautakuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mambo mengi yanatushinda kwa sababu hatujaelewa ni nani ni uwezo mgani ama ni mamlaka gani iliyo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unaona kuomba maombi mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijielewa na akaelewa ni wapi anafaa kuitisha. Bwana Yesu asifiwe. Na akaelewa yule ambaye aliye na huo uwezo ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa na watu wa Mungu tuendelee kuelewa mamlaka ambayo iko katika maombi. Na tukielewa hivyo tu demand our blessing. Bwana Yesu asifiwe. Tu demand maisha yetu ikuwe sawa. Tu demand kazi, tu demand watoto. To proclaim our blessing. Bwana Yesu asifiwe. To proclaim our healing. Bwana Yesu asifiwe. Tukielewa. Lakini ikiwa hatujaelewa, hatutaweza kufikia. Lakini siku ya leo nataka tukaelewe nguvu zilizo ndani ya maombi. Mamlaka iliyo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Na inatoka kwa wapi? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukielewa ile nguvu iliyo katika maombi ama ile mamlaka iliyo ndani ya maombi, hatutaweza kukosa chochote. Mungu ataweza kutujibu ile desire ya moyo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ile matamanio ya moyo wako, ile matamanio ambayo uko nayo, ile matamanio unahitaji mtu wako apone, ile matamanio unahitaji kazi, ile matamanio unahitaji kukombolewa, ile matamanio unataka kutolewa katika vifungo vya shetani, ile matamanio unahitaji kuvuka mwaka ukiwa salama, ile matamanio unahitaji Mungu aendelee kukulinda, ile matamanio Mungu akuweke katika maisha ya kumtumikia katika maisha yako, Mungu huyo ataweza kukujibu katika hiyo maombi ya matamanio ya maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hataweza kuchanganyika. Na zaidi ujue ile nguvu zilizo katika Mungu wetu na zile mamlaka aliye nazo na ni yetu, hakuna mwingine. Kwa hivyo tunafaa kujua hiyo mamlaka na zile nguvu zote zinakaa kwa nani? Kwa Mungu wetu. Hakuna mahali pengine. Ndio viongozi na wale wengine wako nazo, lakini zaidi aliye na nguvu, aliye na mamlaka ni Mungu wetu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo Yehoshafati alielewa, na ndio sababu alishinda ile vita. Bwana Yesu asifiwe. Hata hakuweza kupigana kwa nguvu zake, alipigana vita ambayo ni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweza kushinda. Kwa hivyo tukielewa hivyo, kanisa tutaweza kushinda. Kanisa tutaweza kuwa hatuna ile doubt katika maisha yetu. Hata mambo ikikuja namna gani, tutajua tutapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja nikiwa Kenyatta, wakati nilipoambiwa mtoto wangu anahitaji pesa, pesa ambazo ni za ile bill, ilikuwa 1.3 na ikawa ni kesho na hakuna mahali pengine nitapata. Nilienda mbele ya madhabahu nikamwambia Mungu, ndiwe wewe uliyenipa huyo mtoto, na ni wewe unajua ni kwa nini napitia haya, na ni wewe tu uko na uwezo wa kunitoa pale, na ni wewe tu uko na uwezo wa kulipa zile pesa. Na nikaamka na nikaenda nyumbani. Na nikwambie Mungu alinijibu, hakunijibu. Alinipa 1.3 na nikatoka katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu nilielewa. Niliomba maombi kama haya ya Yehoshafati. Nikamwambia Mungu, unajua kwa nini ninayopitia haya. Ni Mungu, ni wewe tu ulinipa huyu mtoto. Mungu tu, ni wewe ulinipa hiyo changamoto nipitie, na una uwezo wa kunitoa pale. Na hakika alinitoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukielewa Mungu ambaye tunayemwabudu vile kuna uwezo na nguvu, hatutaweza kuwa na doubt katika maisha yetu na katika maombi yetu ambayo tunayoomba kila siku. Na zaidi tumuelewe zaidi, na tukimwelewa tuelewe yeye akona hizo nguvu na akona uwezo ambaye hauwezi kupitana na mwingine ambaye aketie mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
Huyo Mungu wetu ndio ako na huo uwezo. Kwa hivyo kanisa, tukielewa hivyo, hatutaweza kuwa na shida. Bwana Yesu asifiwe. Ni nani anasema ya kwamba nilikuwa ninaomba lakini sikuwa ninaelewa mamlaka iliyo ndani ya maombi? Anasema mimi nataka kutoka saa hii, ninataka Mungu kwa sababu nimeelewa mamlaka iliyo ndani ya maombi. Mungu anisaidie niweze kuendelea kuomba maombi kama hayo ya Yehoshafati. Bwana Yesu asifiwe. Ili niweze kushinda mambo ambayo yaliyo mbele zangu. Ni nani anasema nilikuwa ninaomba lakini sikuwa ninaelewa, sikuwa ninajua mamlaka iliyo ndani ya maombi, sikuwa ninaelewa authority ambayo iliyo ndani ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka Mungu anisaidie, na sikuwa ninaelewa ni nguvu gani zilizo ndani na ni nani ako na uwezo huyo kama huo. Nilikuwa nafikiri zinakaa kila mahali. Anasema nataka kupata hizo nguvu. Asante. Tuombeni. Mwenyezi Mungu Baba, asante ni kwa sababu ya kuelewa neno lako. Tumeelewa nguvu na mamlaka iliyo ndani ya maombi.